Habari, naitwa Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi Agustino Senga, Kamanda wa Polisi Mkoa wa Songwe. Napenda kutoa taarifa ya tukio la mauaji lililotokea mnamo tarehe 16 mwezi huu wa 9 mwaka 2025 majira ya saa 12:50 jioni katika kitongoji cha Udulu kijiji na kata ya Udiwili ambayo ipo katika wilaya ya Mbozi katika mkoa wetu wa Songwe. Katika tukio hilo, mwananchi kwa jina la Evaristo Zabloni Mwambogoro mwenye umri wa miaka 28, mkulima na mkazi wa Udulu wilayani Mbozi, alichomwa kisu kifuani eneo la upande wa kushoto ambapo unakaa moyo na mtu ambaye alifahamika kwa jina la Elizabeth Jackson Mwaweza ambaye ambayo imetokea baada ya kutokea mabishano ya mpira wa miguu ulikuwa ukichezwa jana kati ya timu ya Simba na Yanga. Marehemu alijeruhiwa vibaya sehemu niliyoitaja kifuani na alifariki dunia wakati akipelekwa hospitali ya zahanati iliyopo Iyula wilaya ya Mbozi kwa ajili ya matibabu. Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba chanzo cha tukio hilo kama nilivyosema ilikuwa ni ushabiki wa mpira kati ya timu ya Simba na Yanga kati ya marehemu na mtuhumiwa, ambapo mtuhumiwa alitumia kisu alichokuwa nacho wakati wa ugomvi huo, na baada ya kutenda kosa hilo alitoroka usikojulikana. Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe linaendelea na msako mkali wa kumtafuta mtuhumiwa huyo ili aweze kukamatwa na kufikishwa katika vyombo vya sheria ili aweze kupata adhabu kwa mujibu wa sheria kwa kosa alilolifanya. Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuepuka kujichukulia sheria mkononi na kutojihusisha na vitendo vya vurugu vinavyoweza kusababisha madhara makubwa, ikiwa ni pamoja na kupoteza upotevu wa maisha kama ambavyo limetokea hili, na linawataka kuendelea kudumisha amani, mshikamano na utulivu, hasa wakati wa mijadala au mabishano ya kawaida ikiwemo michezo. Michezo ni furaha, michezo haiwezi kuleta maafa. Tuvumiliane, ushabiki uwe na mipaka, tuvumiliane. Badala ya kufurahi tusiende kwenye majonzi kama haya. Kwa hiyo tutamtafuta kwa udi na uvumba kwamba mtuhumiwa anakamatwa na anafikishwa mahakamani. Tukio lingine, Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe napenda kutoa taarifa ya tukio la ajali ya usalama barabarani iliyotokea tarehe 15 mwezi huu majira ya saa 3 asubuhi katika eneo la Nyerere, barabara kuu ya Tunduma Sumbawanga, kata ya Chipaka, tarafa ya Tunduma, wilaya ya Moba, mkoa wa Songwe. Katika ajali hiyo, gari lenye namba za usajili namba T 525 ACB aina ya Kendi ikiwa inaendeshwa na dereva ambaye hajafahamika hadi sasa kwa kuwa alikimbia mara baada ya tukio hilo. Ni baada ya kuigonga bajaji yenye namba za usajili MC 308 EXE iliyokuwa ikiendeshwa na Silas Malongo mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa Mwaka, mji wa Tunduma, wilaya ya Momba, ambaye ni dereva wa bajaji hiyo, na alifariki dunia hapo hapo kufuatia ajali hiyo. Katika ajali hiyo ilisababisha vifo vya watu watatu ambao ni Ibrahim Kibadeni miaka 16, mwanafunzi wa shule ya sekondari, Silas Malongo mwenye miaka 23, dereva bajaji, na mwanamke mmoja ambaye hajafahamika jina lake anayekadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 30 na 40 na ambaye amefariki wakati akipatiwa matibabu katika kituo cha afya cha Tunduma, na mwili wake umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti hospitalini hapo Tunduma. Wote walikuwa ni wakazi wa mji wa Tunduma, ikiwa ni pamoja na majeruhi wawili ambao ni Venus J miaka 34 ambaye huyu aliumia mguu wa kulia, na Alois Kandonga Jackson msichana mwenye umri wa miaka 15, mwanafunzi ambaye aliumia mguu wa kushoto. Wote ni wakazi wa mji wa Tunduma. Baada ya uchunguzi wa ajali hiyo inaonyesha kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa Kenta aliyotaja hapo juu, ambaye aligonga bajaji hiyo kwa uzembe kutokana na kutozingatia sheria za usalama barabarani na watumiaji wengine wa barabara. Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe linaendelea na msako mkali kumsaka dereva huyo aliyekimbia mara baada ya kusababisha ajali hiyo. Pia linaendelea kuhimiza madereva wote kuzingatia sheria za usalama barabarani, kuendesha kwa tahadhari na kuwazingatia watumiaji wengine wa barabara kwa usalama kwa kila mtumiaji wa barabara. Ni wito wangu kwao, madereva wamefundishwa
tuheshimu sheria za usalama barabarani, na sisi tutakuwa wakali sana kwa wale wote wanaovunja sheria za usalama barabarani.